Mambo 15 ya kujifunza kutoka kwa Paul Makonda. Nafasi inaweza kumfanya mtu akawa mkubwa, afu na nafasi inaweza kumfanya mtu akawa mdogo. Makonda amekuwa na matukio mengi yanayoweza kutoa mafunzo mbalimbali. Makonda anajulikana kwa mtindo wake wa uongozi wa moja kwa moja, matumizi makubwa ya jukwaa la umma na uwezo wake wa kuzungumza na kuhamasisha watu wengi. Niache niendelee. Haya hapa ni mambo 15 unayoweza kujifunza katika nyanja mbalimbali kutoka kwa Paul Makonda. Tukianza na ushawishi na uwezo wa kuhamasisha watu, yani influence and mobilization. Jambo la kwanza tunalojifunza kwa Makonda ni nguvu ya mawasiliano ya moja kwa moja. Makonda hutumia lugha inayoeleweka na inayowagusa wananchi wa kawaida. Hapa jifunze kuwa mkweli na wazi unapowasiliana na kutumia maneno yanayounda picha kwenye akili za wasikilizaji wako. Jambo la pili tunajifunza kujiamini na kuwepo jukwaani. Makonda ana uwezo wa kusimama mbele ya umati mkubwa na kuzungumza kwa kujiamini na mamlaka. Hapa jifunze umuhimu wa kujenga haiba, yani presence yako, na kusimama katika nafasi yako kwa ujasiri. Jambo la tatu tunajifunza kutumia miemko kuleta mabadiliko. Mara nyingi Makonda hutumia hisia, yani miemko ya watu, kuwafanya waungane naye au kuchukua hatua. Jifunze jinsi ya kugusa nyuzi za mioyo ya watu ili kuhamasisha kufanya mambo mema. Jambo la 4 tunajifunza uwezo wa kuunganisha umma. Makonda ameweza kujenga kundi kubwa la wafuasi na watu wanaomuunga mkono. Hii inafundisha umuhimu wa kuwa na ajenda inayoeleweka ambayo watu wengi wanaweza kujihusisha nayo. Jambo la 5 tunajifunza kuwafanya watu wahisi wanasikilizwa. Hatukutaka kuwadanganya wananchi wa Arumeru kwa kukwangua barabara ili kiongozi wetu upite kwenye barabara nzuri. Tulitaka upite kwenye hiyo barabara ili tusaidie kubinya hela ziwahi kuja, maisha yarudi ya lami ambayo yatakuwa ni maendeleo na maisha ya wananchi wote wa Arumeru. Makonda amekuwa na uwezo wa kuwafanya watu walio chini kuamini kwamba sauti zao zinawakilishwa naye. Tukihama katika nyanja hiyo tukaelekea kwenye mtindo wa uongozi, yani leadership style. Hapa tunajifunza jambo la 6, uongozi wa kijamii na utendaji. Makonda hupendelea uongozi unaoonekana unafanya kazi na matokeo ya haraka, yani action oriented yanaonekana. Jifunze umuhimu wa kutatua matatizo haraka na kuacha alama inayoonekana. Jambo la 7 tunajifunza ujasiri wa kusimamia maamuzi magumu. Makonda amekuwa hodari katika kufanya maamuzi yenye utata au magumu bila kuogopa upinzani. Jifunze kuwa jasiri katika kusimamia kile unachokiamini kuwa ni sahihi kwa faida ya wengi, hata kama si maarufu. Hakuna mpango mpya mimi nilioleta. Mipango yote nimeikuta. Jambo la 8 tunalojifunza kutoka kwa Makonda ni nguvu ya uwajibikaji wa hadhara. Makonda alikuwa na tabia ya kuwajibisha watendaji mbele ya kamera na mbele ya umma. Shida yao tu hawafanyi maamuzi, majungu, wanalogana, ushirikina basi. Hili linafundisha umuhimu wa uwajibikaji, yani accountability kazini, ingawa mtindo wake unaweza kujadiliwa kama uwezi achana nao. Jambo la 9 ni kujitolea kwa wanyonge. Hapa tumeshuhudia Makonda akijitambulisha kama mtetezi wa watu wenye hali duni. Hapa jifunze kuweka kipaumbele kwa maslahi ya jamii unayoiongoza na kuonyesha upande wa ubinadamu. Jambo la 10 ni kuzunguka eneo la uongozi, yani field presence, yani uwepo wako katika eneo la uongozi. Badala ya kukaa ofisini, Makonda alikuwa akionekana sana maeneo ya kazi au pale penye tatizo au changamoto. Hapa jifunze umuhimu wa kuwa karibu na eneo la changamoto au eneo la vita wanasema, yani field area, ili kuelewa changamoto halisi zinazowakabili watu waliopo eneo hilo au wananchi waliopo eneo hilo au watu unaowaongoza katika eneo hilo, na kuongoza pia kwa mifano. Manake unapokuwepo field area una uwezo kufanya vitu kwa mifano inayowagusa
kwa uhalisia watu walioko pale. Tukihama katika nyanja hiyo, tuje katika nyanja ya maisha na mtazamo, yani personal life and the attitude. Hapa tunajifunza jambo la 11 kwamba kuna kutokukata tamaa licha ya vikwazo. Makonda amekumbana na changamoto nyingi katika taaluma na maisha ya uongozi, maisha yake binafsi pamoja na shughuli zake nyingine, lakini amekuwa na uwezo wa kusimama tena na kuendelea. Hapa jifunze umuhimu wa uthabiti, yani resilience, katika maisha na uongozi. Jambo la 12 ni nguvu ya imani binafsi. Makonda anaonekana kuongozwa na imani kubwa katika kile anachokifanya. Hapa jifunze kujenga na kutegemea imani yako binafsi ili kukupa nguvu ya kusonga mbele. Jambo la 13, tunajifunza kuunda brandi ya kiongozi. Hapa ni muhimu sana, kuunda brandi ya kiongozi. Paul Makonda amejenga chapa yake ya kipekee ambayo inamtambulisha kirahisi hata hawe wapi. Popote anapoonekana watu wanafurika kwa sababu chapa yake au brandi yake ya uongozi ina nguvu sana na imeshika nafasi katika mioyo ya watu, iwe kwa staili ya kuvaa au lugha yake. Hapa jifunze umuhimu wa kujenga utambulisho wako wa kipekee kama kiongozi. Jambo la 14 ni kukabili ukosoaji kwa njia yako. Yani jitahidi vyote unavyofanya, kabili ukosoaji kwa njia yako wewe unayoimudu. Licha ya kukosolewa sana, Makonda mara nyingi amekuwa akijibu na kupuuzia kwa mtindo wake zile hoja zinazotolewa na watu ambao walikuwa aidha wanajaribu kumkosoa katika kile anachokifanya. Wameanza kwenye mitandao kuniandika, mimi ni saizi yenu, mwacheni Daktari Samia aongoze nchi, njooni tuhangaike na Makonda. Na mimi niko tayari kupambana na nyinyi kwa kila hoja na kila viroja kuhakikisha CCM inashinda. Hapa hili linafundisha umuhimu wa kujua jinsi ya kukabiliana na wakosoaji bila kuruhusu sauti zao zikupotoshe kutoka kwenye lengo kuu. Jambo la mwisho la 15 ni umuhimu wa kuwa na mtaji wa kisiasa, yani kijamii. Hapa nielewe vizuri. Uwezo wa Makonda wa ushawishi unatokana na mtaji wa kisiasa na kijamii aliyoujenga kwa muda mrefu. Hili linafundisha umuhimu wa kujenga mtandao na watu wanaoweza kukuunga mkono wakati wa shida au changamoto. Haya ni baadhi ya mambo 15 wewe Mtanzania unaweza kujifunza kutoka kwenye uongozi, maisha na ushawishi wa Paul Christian Makonda. Tukutane wakati mwingine.